Bwana, baada ya taarifa ya klabu ya Yanga kwa shirikisho la soka Tanzania TFF kuhitaji kulipwa fedha zilizobaki za kombe la CRDB msimu uliopita, bwana, tuliona taarifa ambayo TFF waliitoa kwa klabu ya Yanga wakihitaji kwanza Yanga kufika ofisini kwa ajili ya mazungumzo na waone namna ambavyo wanaweza chakata jambo hilo. Na taarifa ambayo ilitolewa na TFF ilikuwa inasomeka hivi: tunapenda kuthibitisha umma kwa benki ya CRDB ndiyo mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa 2023-24 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, yani CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Afrika kupitia kwenye vyombo vya habari akidai kuwa klabu hiyo inadai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayodai klabu hiyo. Yanga Afrika iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, kikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutokuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandikia barua Yanga Afrika kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kwa keki deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Sasa mara baada ya taarifa hiyo, bwana, tuliona Yanga pia walitoa taarifa yao mara baada ya majibu hayo kutoka kwa TFF. Wakatoa taarifa wakasema, tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inadai klabu ya Yanga Afrika bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kuujulisha umma kuwa klabu ya Yanga Afrika haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu mitatu mfululizo, kwa maana ya 2021-22, 2022-23 na 2023-24. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha taratibu. Hakuna uthibitisho wote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Lieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizosema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya na hela hizi za ubingwa hutolewa mwishoni mwa msimu. Klabu ya Yanga Afrika haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Yanga Afrika unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa 2023-24 ili tuweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Sasa mara baada pia ya taarifa hiyo ya klabu ya Yanga, bwana, tumeona Yanga wameitikia kile ambacho TFF walielekeza kwamba wamtume mtaalamu majira ya saa 4 asubuhi ambao ni leo kwa ajili ya kutolea ufafanuzi ama kwa ajili ya mazungumzo. Sasa tumemwona mkurugenzi mtendaji wa klabu ya Yanga, CEO Andrew Mtine, akiwasili kwenye ofisi za TFF, na moja kati ya jambo ambalo limetokea ni kwamba Andrew Mtine amefika pale na kutoa barua ya ufafanuzi wa klabu ya Yanga, lakini hakuhitaji maelezo yoyote kutoka kwa katibu wa TFF Wilfred Kidau. Sasa moja kati ya jambo ambalo tumeona pia TFF kupitia kwa msemaji wao Clifford Malion Ndimbo amelitolea ufafanuzi. Kwanza tumsikie Andrew Mtine mara baada ya kutoka kwenye ofisi za TFF baada ya kuwasilisha barua hiyo, lakini akikataa mazungumzo, yeye akisema wao wanachohitaji ni fedha za ubingwa. Any other issue, they should put it in writing, give us an official communication. We are not going to do any tit for tat at the moment. We want our prize money, that's it. But the information from TFF we saw, they said that we have lived here in the... Let me ask you one question. Yes. When you win a trophy, does the federation say to you, you know what? We won't give you your money, but 1 year later,
let's see what you did during the season, and then we do debit and credit. Where in the world? If you can give me one country where this happens, I will respond. As far as we are concerned as young Africans, you win a trophy for the purposes of integrity of the competition, integrity of everyone involved in the running of football. You give the winners their prize money, you give the runners-up their prize money. Finito. CEO. Thank you, good day. The last question, CEO. We saw that we take a lot of time to discuss everything else, but it took a very short time. Out of courtesy, we have come. But I've told you, we had written to them, by the way, 2 days ago. We've given our position to them. Have you met the officials of TFF there? We have met the finance people. That's whom they referred to us. And they discussed something. But I've just told you, sir. I've just explained. So far. Thank you. So far, what's the stand of young Africans? But I've just told you, all we want is our money. We won cups. Where is the prize money? Let me ask you a question. You are journalists. In your opinion, what is the prize money for the winning team? 50 million. Where did you get that from? Where did you receive official communication? Anajaribu kusema nyinyi mnafahamu kwamba mshindi anapata shilingi ngapi? Taarifa zinakanganya. Kuna sehemu tunaona milioni 200, kuna sehemu tunaona milioni 50. Hamna ushahidi. I'm asking you, did you receive any official communication? No, we didn't receive any official communication. So is that the way we run football? And you want us to go again on June 28th? We will have expenses to travel to Zanzibar. We have to pay bonus, inshallah. If we win the cup, how do we finance the club? How do we run football? But CEO, have you ever... What is but? I've given you the facts. Thank you. I think I've said enough. So what step do you take after this? I've said enough. Everything we've said, or what steps you have seen our tariff. Thank you very much. Hiyo ni kauli ya Andrew Mtine, CEO wa klabu ya Yanga. Na hapa Clifford Mali Ondimbo anatoa taarifa kilichojiri mara baada ya CEO wa klabu ya Yanga Andrew Mtine kuwasili kwenye ofisi za TFF, lakini kubwa zaidi ikiwa ni kwamba Andrew Mtine amekataa mazungumzo na yeye ameweka barua mezani, na mara baada ya hapo akaondoka bila mazungumzo yoyote. Hii ni taarifa ya Clifford Mali Ondimbo ambaye ni msemaji wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba tulikuwa tayari tumekwisha waandikia hiyo barua ya kuwataka kwamba mtu wa fedha aweze kufika leo na hivyo vielelezo vingine ili tuweze kufanya reconciliation. Kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo ili kuona kwamba wapi wanaposema kwamba wanadai na sisi tuonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai. Lakini wamefika leo, na baada ya kufika wameleta tu barua, na baada ya hapo wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hata katibu mkuu wa TFF Kidau Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa Young Africans Bwana Mtine, bado CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo TFF iko wazi kwamba kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi tunao uhakika, na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku. Jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maana yake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni kitu rahisi tunapofika TFF uweze kukaa chini na TFF. Ni jambo la muda mfupi sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.